Dependable, dependable God. It doesn't matter what comes my way, you are still God. Intentional. Nataka kufundisha namna ya kuvunja vitu vya kishetani vinavyokusunguka. Bwana Yesu asifiwe. Kuvunja nguvu za shetani ama mamlaka ya shetani ambazo zinakusunguka. Kuna vitu fulani ambavyo vinaweza kuwa vimekusunguka, vinaweza kuwa vimekutesa kwa muda mrefu. Unaweza kuwa umeng'ang'ana na vitu fulani, hali fulani, lakini haiondoki. Bwana Yesu asifiwe. Somo kama andiko litakalo tuongoza ni kitabu cha Kumbukumbu ya Torati sura ya 2 na mstari wake wa 3. Na kwa juhudi tusomee Kumbukumbu sura ya 2 na mstari wake wa 3. Deuteronomy chapter 2 verse 3. Mlivyozunguka mlima huu. Yes. Mlivyozunguka mlima huu. Kwa vile mmezunguka mlima huu, vyatosha. Vimetosha. Geukeni upande wa kaskazini. Geukeni upande wa kaskazini. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ndiye Mungu anaongea ya kwamba mmezunguka mlima huu kwa muda mrefu, ya kwamba matatizo fulani yamekuzungusha katika mlima, yamekuzungusha katika hali fulani ya mateso kwa muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna hali ambayo nisaidie kwa kutafsiri, Mungu akubariki. Kuna hali ambayo imekuzungusha, imekuhangaisha kwa muda mrefu, imekuwa imejitengeneza ikawa mlima. Hata wakati mwingine umekosa tumaini, hata wakati mwingine inakuambia hakuna Mungu, hata wakati mwingine unapoomba inakuambia unafanya kazi ya bure, kwa sababu yale mambo yamejijenga yakawa mlima. Lakini siku ya leo mtumishi wa Mungu, Mungu anakuambia geuka, kwa sababu umezunguka mlima huu kwa muda mrefu. Sasa geuka uangalie kaskazini. Kwa nini hajasema angalia kusini? Kwa nini hajasema angalia magharibi? Kwa nini hajasema angalia mashariki? Amesema angalia kaskazini. Maana kaskazini ni makao ya Kristo. Kaskazini inawakilisha uwepo wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya yale mambo yamekusumbua, basi Mungu anasema geuka. Bwana Yesu asifiwe. Maana nataka tuangalie maana ya kusunguka mlima ni nini. Tunaposema kwamba tumezunguka mlima kwa muda mrefu, tunamaanisha nini? Jambo la kwanza, maana ya kusunguka mlima ni tatizo ama hali iliyozunguka familia. Unapata ya kwamba katika familia fulani kuna jambo ambayo imekuwa ikijirudia katika vizazi, kwa babu kulikuwa na jambo fulani, na kwa watoto wake kulikuwa na jambo fulani, na sasa kwako wewe pia hiyo jambo imejirudia. Labda ni ugonjwa fulani, kwa sababu kuna magonjwa mengine ambayo ni ya kurithi. Kuna magonjwa ambayo yanajirudia katika familia fulani kwa vizazi na vizazi.
ugonjwa ambao unaitwa kansa. Hata siku hizi mtu anapopatikana kwamba ako na kansa, madaktari wanauliza, je, kuna mtu ambaye amewahi kuwa na kansa katika familia? Ama kuna mtu ambaye amewahi patikana na ugonjwa huo katika familia? Na hata wakati inafuatiliwa inapatikana kweli kulikuwa na mtu. Kwa hiyo hiyo ndio maana ya mambo ama mateso yanayotuzungusha. Kuna magonjwa ambayo yamesunguka familia, lakini Bwana anasema siku ya leo nigeukieni, na haya ambayo yamekuwa milima yatageuzwa. Jambo la pili, huenda ikawa ni talaka. Unapata jamii fulani ama familia fulani, watu hawaoleki, watu hawaoi, watu hawatulii katika ndoa, na watu wakaiona kama ni kawaida, watu wakaona kama ni mazoea, watu wakaifanya kuwa ni methali ya kwao, ya kwamba si hata babu yangu hakuoa, hata anti yangu hakuolewa, kwa hivyo hata mimi nisipoolewa ama hata mimi nisipooa ni jambo ambayo imekuwa kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunafanya mambo ya kishetani kuwa ni yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio maana ya kusunguka mlima. Hiyo ndio maana tunajaribu kumtafuta Mungu, lakini kuna mambo mengine hayaondoki. Tunakosa kujua yalitokea wapi. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, kwa sababu tumemjua Mungu, tunafaa kuchunguza ni mambo gani hayo ambayo yanajirudia, ni mambo gani ambayo yamekuwa mlima katika maisha yetu. Na kwa sababu Bwana amesema geukeni, tutageuka katika njia gani? Bwana Yesu asifiwe. Unapata pia katika familia fulani kuna roho ya ujinga. Watoto hawasomi, na hata wanapoenda kusoma hawashiki kitu wala hawafaulu katika masomo. Hiyo ni roho ama ni nguvu za kishetani ambayo imejisunguka, imesungukia jamii ile. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, kuna shida ama tatizo fulani inayojirudia kila mwaka. Kuna jambo ambayo inajirudia kila mwaka. Tumewahi enda katika nyumba ya mshirika mmoja, na akatuambia ya kwamba kuna kila mwaka mwezi wa 6 wao lazima mtu aondoke katika, lazima mtu aage dunia. Kila mwezi wa 6. Haingepita mwezi wa 6 kama mtu hajakufa. Bwana Yesu asifiwe. Miaka nenda miaka rudi, hiyo jambo ikawa inajizunguka. Ni kwa sababu ni nguvu ama ni mamlaka fulani ya kishetani ambayo ilianzia mbali na sasa inajirudia, kwa sababu hajapatikana mtu wa kufunja. Na anachotafuta Mungu ni umkimbilie Kristo ili aweze kuondoa laana. Maana Biblia inasema tukimkimbilia Kristo, tukimwamini Kristo, tunahesabiwa haki na laana zinaondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu umemwamini Kristo, laana inaenda kuondolewa katika jina la Yesu. Mifano ya vitu vilivyokuwa mlima. Magonjwa yanaweza yakawa mlima. Magonjwa ya kurithi, kudumaa katika ndoa, unapata hautulii. Hiyo ni nguvu ama mamlaka ya kishetani ambayo inakuangaisha, inakusungusha.
kudumaa katika biashara. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanasema mimi sina bahati ya kufanya biashara. Mikono yangu si ya kufanya biashara. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu ambaye ni mwanabiashara. Maana anayemiliki biashara ni Mungu. Unachohitaji ni msaada ya Mungu. Unachohitaji ni kumkimbilia Kristo. Ili chochote unachofanya ikapate kuzaa matunda. Maana tunaposema kudumaa katika biashara, tunamaanisha kwamba hatuongezeki. Unapoanzisha kitu haiongezeki, haisai matunda. Hiyo ndio kudumaa, na hiyo hali inaweza ikakufunja moyo. Hiyo hali inaweza ikakufanya udumae ukabaki katika kiwango moja. Bwana Yesu asifiwe. Mfano mwingine ni kifo cha ghafla. Unapata watu wanakufa bila sababu. Mnaamka tu unapata mtu amekufa. Hata ukijaribu kuchunguza sababu ya kifo inakosekana. Ni kwa sababu shetani ni nguvu ya shetani ya kuangaisha ili watu wasunguke katika mlima. Bwana Yesu asifiwe. Basi ni nini ambacho tunafaa kufanya ili tukaweze kufunja hizi laana za ukoo? Kwa sababu kuna laana za ukoo. Maana babu zetu hawakuwa wanamjua Mungu. Hawakuwa wanajua njia za Mungu. Kwa hivyo walipotoka ama walitoka katika njia za Mungu, kuna mambo walitenda ambayo ni mashukizo mbele ya Mungu. Kuna mambo ambayo waliinua ambayo ilileta laana katika maisha ama katika vizazi vyetu. Na tusipogundua, huenda basi tukahangaika kwa miaka mingi. Huenda vizazi vyetu vikahangaika. Kwa hivyo ni nini ambacho tunafaa kufanya ili kubadilisha hayo mambo? Jambo la kwanza ni toba ya kuaminika. Tunafaa kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hatujui ni nini kilifanyika. Hatujui baba yetu walifanya nini. Hatujui babu zetu walifanya nini. Na kwa sababu sisi tumemjua Mungu, kwa sababu sisi tumejua njia za Mungu, na Bwana akasema nirudieni mimi nami nitawarudia na nitafunja laana zilizowekwa juu yenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapotubu mbele za Mungu, tunapotubu kwa ukweli, tukimwambia Bwana tumerudi kwako, hatujui baba zetu walifanya nini, hatujui babu zetu walifanya nini, lakini sisi kwa sababu tumekujua, tunakuja kutubu kwa ukweli. Bwana basi atatusamehe na Bwana ataondoa laana ambayo ilikuwa imewekwa na mababu. Na wakati mwingine sio rahisi kujitoa katika laana za ukoo. Inachukua gharama sana. Sio rahisi. Kwa hivyo mtu wa Mungu usishughulie kama ni jambo rahisi. Usishughulie kama ni ile kwenda kutubu tu kawaida. Bwana nisamehe. Inachukua gharama. Lazima ulipe gharama. Na hii gharama ndiye Abrahamu alilipa. Tukiona katika kitabu cha Mwanzo 12 mstari wake wa kwanza hadi wa pili, Abrahamu alichukua hatua ambayo ni ngumu sana. Mwanzo 12:1-2. Bwana Yesu asifiwe. Na hatimaye akaponya upofu wake. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu siku ya leo,
Unapoitisha rehema kwa Mungu, Mungu atakunyamasia. Unapoitisha rehema kwa Mungu, Mungu atakawia kukurehemu. Kwa hiyo itisha rehema kwa Mungu. Haleluya. Jambo la tatu, chukua hatua ya kukuingiza katika baraka. Bwana Yesu asifiwe. Chukua hatua za kukuingiza katika baraka. Dawa ya laana ni baraka, ama kinyume ya laana ni baraka. Bashata. Ule bashata ile kitu na maji. Bashata. Kinyume cha laana ni baraka. Haleluya. Kwa hiyo chukua nini hicho ambacho unaweza ukafanya ikashoshea baraka katika maisha yako. Ni kazi gani hiyo unaweza ukafanya, mtumishi wa Mungu, ikashoshea baraka? Mungu anatafuta mtu ambaye anashoshea baraka, Mungu ambaye anachukua hatua ya kwamba nitafanya hili ili Mungu apate kunibariki, nitanunua hii ili Mungu apate kunibariki. Bwana Yesu asifiwe. Shoshea baraka yako. Chukua hatua ya kushoshea baraka. Bwana Yesu asifiwe. Abrahamu alishoshea baraka yake. Lisha ya kuwa anajua anaasha baba yake. Lisha ya kuwa anajua anaasha ndugu zake. Lisha ya kuwa anajua anaasha dada zake. Lakini aliamua kushoshea baraka. Na akasema kama hii ndio njia ya baraka, kama hii ndio njia ya kupatana na Mungu, ni heri nichukue hiyo hatua. Ni heri nitoke katika nyumba ya baba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe siku ya leo unasema sitafanya jambo fulani, sitakubali kuachana na maagano ya mababu. Bwana Yesu asifiwe. Na haya ndio yamekufunga, haya ndio yamekufungia anga, haya ndio yamekukataza kusonga mbele. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, chukua hatua ya kushoshea baraka. Nataka tuangalie Kumbukumbu ya Torati 33 sura ya 23. Juli, naomba tusomee Kumbukumbu 33 chapter 23. Na Naftali akamnena. Naftali akamnena. Naftali. Uliyeshiba fadhili. Uliyejawa na baraka ya Bwana. Umiliki magharibi na kusini. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Bwana anamtangaza Naftali. Sababu Naftali alichukua hatua ya kumfuata Kristo. Alichukua hatua lisha ya kuwa kuna mambo yaliyokuwa katika ukoo. Alisema nitamfuata Kristo. Na Bwana akasema, Naftali, uliyeshiba fadhili, uliyejengwa na baraka, miliki magharibi, tujungo miliki kusini. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekupa nafasi ya kumiliki. Wewe ambaye umemwamini, wewe ambaye umekatana na laana za ukoo, wewe ambaye umekatana na hadithi za ukoo, Mungu amekupa nafasi ya kumiliki. Mungu amekujaza baraka. Mungu anakushibisha na baraka. Ukishukua hatua ya kumfuata Kristo, unaachana na njia zingine, Mungu anakujaza baraka katika jina la Yesu. Kuna mwana mpotefu, Biblia inasema baba yake alipomuona kirudi alifurahia sana na alikimbia akamlaki. Biblia inasema akambusu, akamwambia karibu mwana wangu.
Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi umepotea, haijalishi umekaa muda gani nje ya Kristo, haijalishi umekaa chini ya laana kwa muda mgani, anachongojea Mungu ni ushukue hatua ya kurudi. Bwana atakupokea na furaha. Bwana mpotevu aliporudi, kuliandaliwa karamu ya ajabu. Baba akasema, mwanangu amerudi, andaeni karamu ya kumkaribisha, kwa sababu alikuwa amepotea na sasa amerudi. Hata ndugu zake waliulizana na wakaona kinyongo, wakasema, kwa nini Baba anafanya hii? Sisi tumekuwa karibu naye kwa muda mrefu, huyu amepotea. Kwa nini leo anapokelewa kwa njia ya ajabu namna hii? Bwana Yesu asifiwe. Nataka kukuambia siku ya leo, Bwana anaenda kukupokea ukichukua hatua ya kurudi kwa Bwana, ukichukua hatua ya kumwamini Bwana, ukichukua hatua ya kutubu mbele za Mungu. Rudi mbele za Mungu, mwambie, Bwana nilikosa, Bwana nilitenda hii na hii, nilifuata haya bila kuyajua, lakini sasa nimeyajua, nimerudi kwako Bwana. Karamu kubwa itaandaliwa kwa sababu yako. Bwana Yesu asifiwe.